Yani hali kwa kweli hali imekuwa ngumu sana yani tangia leo mimi natafuta kabisa kazi tangu asubuhi sijapata. Hivi kweli mimi naweza kupata kazi kweli mjini hapa kweli mie? Yani nachangaa kweli sijui kwa sababu ya hii jinsi nilivyo hapa ndio maana watu hawataki kunipa kazi. Wanaona kama siwezi kazi kumbe mimi naweza kazi napiga kazi vizuri tu. Yani hapa nahangaika hapa asubuhi kutwa mimi nahangaikia kazi. Kwa kweli sijui itakuwaje maisha itakuwa magumu kweli kweli yani. Alafu ukiangalia hata kodi yenyewe sijalipa. Nategemea labda kesho hiyo asubuhi sijui nianze wapi yani imekuwa mbaya kweli yani sijui natamani nirudi zangu kijijini huko sijui nifanye kitu gani mimi nitoke katika maisha haya kwa tazama hata uko nje kwenye na paka na kwa nawahi kukucha vile yani tangia jana mimi yani nahangaika kweli kweli yani usingizi hata kuja hauje hapa jinsi yani ninavyofikiria hapa jinsi ninavyofikiria kweli kweli yani nashinda hata kuelewa hivi kweli jamani mimi hizi kazi mbona zinakuwa ngumu huko au kuna wengine la maisha magumu kama mimi kweli mimi yangu ndio mimi tu peke yangu maana hali inazidi kuwa ngumu na kuwa tafu kweli kweli yani nafikiria mimi nafikiria pale nafikiria mpaka nashindwa kuelewa nitafanya kitu kibaya mimi nashindwa sasa nifanye kitu gani nataka nitoke katika maisha haya nataka niwe tajiri kweli kweli yani mbona wengine wanakuwa matajiri mimi nakuwa mtu wa kawaida hivi jamali yani kila mtu ananicheka mimi hata watoto wadogo wenyewe wananicheka mimi yani angalia nilivyokuwa mdebwedo hivi kweli bwana mimi nishakumbuka nilio kweli yani kuna kitu kinalijia hapa ndani ya nafsi yangu ile niambiaje unajua yani nasikia kama sauti yani ndani ya moyo wangu unaniambia ili nipate utajiri yani nipate maisha mazuri yani lazima nimpate yule dogo kweli ali yule ngoja nimuibukia ali usiku huu kwa sababu yule jamaa yule ana pesa kweli kweli mimi cha msingi naingia ndani kwake pale na nampiga hapa la bunduki zile nachukua kisu tu la mchinje ile ambale yule si ana walinzi wala nini hata mke ana yule namtumia na vizia pale kidogo pale na mchinje ile ambale nani atanijua mimi wala nitakuwa kweli tajiri wa fast yani sauti inoniingia katika akili yangu hii kwa kweli siwezi kuiacha lazima nilifanyia hivyo hata labda nilifanyia hivyo kweli hiyo ndio nyenye pesa kupata mimi mafanikio na utajiri wa haraka bana mwalabu mimi nitafanikiwa yani kila sehemu nikipita wote watasema mwadabu wewe nitakuwa na heshima kweli kweli na hakuna hata mtu atakayejua kama mimi nimemuua siacha hata ushahidi kwa kweli leki ngoja niondoke fasa kabla hata sijachelewa hapa pakiingia asubuhi basi telaenda kwa Simoni kweli bwana ngoja nitembee zangu hapa fasa hapa nene nikamchinja ile mbale mimi nipate hiyo hela fasa nipate utajiri nipate hela fasa watu waniite mimi bilionea umeona bwana hakuna hata atakayejua kama mimi nimefanya hilo tukio nafanya mambo haraka hapo mzee nakuja na uchuna nasikilizia siku 2-3 mambo ataenda vizuri kila siku mimi nahangaika kazi kila siku asubuhi napata shida kweli kweli yani lakini hadi tayari nishajua yuko pale mimi naenda kuchukua hela tu mavumba fasa kijana bana eti nasikia kule mtaa wenu kule jana usiku kuna tukio limetokea kuna tukio gani tena limetokea maana mimi nakaa pale jirani pale sasa nikasikia kuna habari mbaya imetokea nikasema habari gani tena hii maana kila nikiangalia kwenye TV sioni chochote lakini baada ya asubuhi kuamka nasikia eka za watu akina mama wanaanza kulia pale nyumba ya 3 jirani yangu pale sasa sijaelewa ni nani amekufa pale kwa kweli maana mimi pale hata siwafuatilii pale mimi nikipita naenda na zangu narudi na zangu wala sijui kinachoendelea si unajua tena wale mtaa kila mtu na maisha yake bwana huwezi kuingilia maisha ya watu hiyo kabisa mje kipala banya pale kwetu pale jirani pametokea taarifa mbaya kweli yani mimi mwenyewe jana usiku nimelala pale nyumbani pale nikasikia eti kama mtu finya nyangia nyinya kinyi kijachikia vijuri yani macho yangu kama alikoonyi vijuri chochote katika kuinyama hivi kidogo hivi nikaona kama kuku sijui nyani wala napita nikawaacha nikaogopa kumbe walikuwa pale walikuwa sijui menje wengi kweli walikuwa pale ndani pale sasa mimi nikajika kuangalia vijuri nikakochea nikaangalia vibaya hata sijaona vizuri lakini mimi mwenyewe nimeamka chelewa asubuhi leo nikachikia sijui kuna mtu amekufa sijui amefariki sijui jana ile usiku lakini sina taarifa yoyote yani ile sema nitafuatilia alafu nikifuatilia mje kipala nitakwambia mapema tu umechikia mje kipala wala ukiona shida umechikia ukiona shida kabisa mpumbavu kumbe wewe ni chizi kumbe una akili timamu mimi nasema maswala yamende kwako mimi nakwambia pale jirani kwenu kuna msiba gani nani amefariki pale wewe mshenzi kabisa hata kumbe nisingekupa lift kumbe kitoto chenyewe kama mimi nakuonaga kama wa maana kumbe mtoto mwenyewe mpumbavu kama hivyo bogas kabisa unaniambia bali gani wewe au umekunywa nini au umelamba mambo yako yani mshenzi nitakushusha hapa wewe nitakushusha sasa hivi kama una la maana la kuongea na mimi nakuuliza kitu alafu unaniambia maswala ya mende kwenu mjinga kweli mende mimi ananihusu nini sasa acha mambo ya kipuuzi nitakushusha au nabisha acha ujinga
ujinga wako. Hebu niambie kwanza wewe, kama una la maana la kuongea sasa teremka, nakwambia mshenzi mmoja wewe. Mje Kipachi, nimeelewa bana, nchi nimekwambia nitafuatilia vizuri, nitakuelezea vizuri, wewe niache tu, acha umbea huo, ni umbea. Uchachacha cha kufanya wewe, basi bora nipeleke safari yangu nifike salama, nifike vizuri kuliko konshusha hapa mwenyewe china taya. Mimi nitafuatilia, nikitoka nyauku tu nitafuatilia, afu nitakuja pale kwako nitakwambia kilichotokea bana. Chamani nilikuwa sijaelewa, nikakwambia machola ya mende, lakini chamani bana, nikitoka huko nitafuatilia vizuri bana, lakini itakuwa kuna mchiba, lakini nitafuatilia bana. Mje Kipala, nishushe tu chemu yangu ile. Pole sana kwa mchiba uliokupata Mje Kipala, lakini nitafuatilia vizuri. Waje wengine mangu kweli, yani acha niacha hapa, mimi nitafikaje? Wewe kanipa lift mwenyewe kakubali, afu ananiacha hapa njiani. Mimi sina hela, ndio maana nimemwomba lift. Chicha ananiacha hapa njiani, mimi nitafikaje chicha? Waje kama hawa sio kweli, yani afu nitaifage kimwambi wewe nini? Kichwa kama mtu kafa na moyo nini? Yeye alikuwa amelala nyumbani kwake kama ponyo bwana, anje jake kule apenda umbea tu. Mjinga nini, ndio maana kamtamtia Kipala, akili yenyewe hamna kitu kule. Lakini po ndio nje kwa mguu mpaka manjocha hapa. Nitafika tu salama, nitafika salama, mimi nitafika salama. Jua kale na mimi nyake akili zangu kama moja. Basi Chibola ningemwambia ukweli tu pale, ningeshafika. Mimi na yeye cha nyingine, mimi mjinga mimi. Hata ujinga mimi sio mjinga bana, chana mimi. Sema fresh, nitafika fresh tu fast hivi mdogo natembea mpaka pale manjeshi, nitafika tu fresh tu. Nikifika pale natulia na jipozi na maji baridi pale, mambo yanaenda vizuri sana, yani fresh, yani mambo yanaenda vile kama hivyo panga. Tunajua tena fresh yani chacha ile, natulia tena, natulia jangu pale, natulia na ile napiga mchirikia. Sasa Joyce bala, mimi nimekuleta hapa kula bata. Yani leo nataka ule bata mwanzo mwisho mpaka kuko hapa aibu. Yani leo mimi nina hela kweli, yani twala bata sisi mpaka asubuhi, tunaelewa vizuri wewe. Yani mimi nilikuwa nakupenda zangu za mali, nikasema hivi ngoja nitafute hela afu nikutafuta mola. Sasa limekuwa hili, nikipata hela mimi kecha lazima nikutafute bwana. Yani wewe mtoto ulikuwa unanipendaga kipendekele, lakini mimi nilikuwa sina hela, ukasema bala wewe kama nataka kuola mimi nitafute hela. Kwa hiyo sasa nimepata hela, nimeona nikutafute mpenzi wangu, mimi nakupenda sana. Unajua tena kanga kipendekele mimi kwa la kufukuza wewe mwenyewe, unaelewa bana. Mimi najua mpenzi, ni kweli ukiwa na hela ndio unapata vitu vizuri, lakini mimi kwa wewe mimi hata kama una hela mimi nakupenda hivyo, lakini sikipendekela mimi sikuweza. Ndio maana nakwambia tafuta hela ili tuje tule vyetu. Unaona kama hivi baby, umepata hela sasa hivi tujitanua. Cha msingi sasa baby, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Tufanye kitu kimoja baby. Hapo mimi nataka kidogo katika hiyo hela ulopata ufanye kitu ili nisiwe na kutegemea sana wewe. Nataka nifungulie kitu, kuna kitu nimekiplani. Sawa, hilo hakuna tatizo lolote. Wewe sema kitu gani unataka nikufungulie bana. Yaani ukisema hata hoteli nyota 5 mimi nakufungulia. Ukitaka labda tuchukue sehemu pale Masaki, labda hoteli kubwa au pale Posta pale, mimi nakufungulia. Au kama unataka tuchukue Belikanazi pale, iwe yako ni wewe tu bana. Mimi na hela teka bana. Wewe sema baby, mimi niko kwa ajili yako na ile hela hizi hela zipo kwa ajili yako. Wewe sema unataka tufungue hapo hoteli. Ukitaka twende Amsterdam ni wewe. Ukitaka twende pale Marekani pale au Toloki pale tukachukue mahoteli ya kutosha pale ni wewe. Kwa hiyo niambie na kusikiliza tu, hakuna shida yoyote. Wewe niambie ni wapi unataka tufungue hoteli au unataka kitu gani unataka nikufanyie mpenzi wangu. Wala ondoa shaka. Hii hela ipo kwa ajili yako, najua wewe.